Unazungumziaje swala la Yanga kusajili kocha wa set pieces? Ni kitu kizuri na inawezekana kwenye mpira wetu, ni kitu kipya na ni kitu kigeni, lakini kinaonyesha mabadiliko na ukuaji wa industry nzima ya mpira. Kusajili kocha set pieces ni kitu noma, na uzuri wake unakuja kwenye kutumia faida ambayo inapatikana kwenye ligi yetu. Bado watu wengi hawajagundua hiki kitu. Tumeona corners zinapigwa nyingi, lakini goals zinazofungwa kutokana na hizo set pieces ni magoli machache. Mipira ya kurushwa tumeona wanahitaji pia kupata watu kwenye hilo eneo. Tumeona zinapigwa fouls nyingi sana, lakini fouls ngapi zimezaa mabao? Ni fouls chache. Ikitokea nimepigwa ni direct, ndio utakuta inaenda kwa goli, vinginevyo kuna hiyo changamoto. Kwa hiyo umempata mtu ambaye anaweza kaja akawasaidia. Tusubiri tuone ni nini kitakuja kutokea. Ni wachezaji waliopo Young Africans wanaweza kawa msaada, kwa sababu wana wachezaji wengi wenye vimo. Hapo unazungumza Nondo Mwamnyeto ana kimo, au unazungumza Baka anaweza kuattack mipira ya hewani, strikers pia wanaweza kukusaidia kwenye kufanya matumizi sahihi ya hiyo mipira iliyokufa, iwe ni kona, iwe ni fouls, chochote kile ambacho kinahusiana na set pieces wanaweza kukupa matokeo. Kwa hiyo ni ingizo jipya kwa Young Africans. Moja kati ya changamoto ambayo watu wengi watakutana nayo ni kwenye utamkaji wa majina ya hawa watu. Hapo ndo kuna changamoto. Kwa hiyo mimi cha kuwasaidia tu jina la mwisho la huyu mtu anaitwa Digakshu. Hili ndo kitu pekee naweza kukuhakikishia. Lakini hayo majina mengine utapambana mwenyewe, ni majina ambayo yanatamkika. Digakshu imekuwa ni kidogo na wapa watu ugumu wa kutamka. Lakini ni mwalimu mzuri, kwa sababu unajua umefanya kazi pia na Mangoba akiwa Golden Arrows, kwa hiyo anamjua, na pale alikuwa ni kama kocha msaidizi. Umefanya vitu vingi, kwa hiyo sasa hivi amekuja kumpa majukumu rasmi, utakuwa kwenye set pieces. Lakini kipindi kwa Golden Arrows ilikuwa ni wewe ni kocha msaidizi, utadili na vitu vyote kwenye timu, hizo programs za mazoezi na vitu vingine, kusimamia utaratibu wa timu. Alikuwa ana participate kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi amekuwa kwenye eneo moja ambalo tunataka kuona matokeo yake ni yapi, kama ambavyo kwa Arsenal imekuwa kwa Nick Jova. Amekuja na ameonyesha Arsenal imekuwa ni moja kati ya timu hatari zaidi kwenye set play, na wamekuwa na wanafaidika na hicho kitu. Kwa hiyo kwa Young Africans pia tusubiri tuone ni kitu gani kitaenda kutokea kwenye timu yao msimu ujao. Hivi kuna timu ambayo ina kocha wa set pieces hapa Tanzania? Hapana, kwangu mimi nahisi ndo timu ya kwanza. Inawezekana watu wapo wanaojaribu, lakini sio ma specialisti kwenye hilo eneo. Lakini kwa Young Africans wametafuta mtu ambaye inaweza ikawa ndo jukumu lake mama kwa ajili ya kufanya hii shughuli. Timu zingine zina makocha wasaidizi, lakini mtu kuwa specialize kwenye kitu fulani kidogo imekuwa ni changamoto kwenye mpira wetu. Kwa hiyo kwa Young Africans inawezekana wamechagua sehemu sahihi ambako pia wameona kuna mapungufu na kuna ulazima wa kutumia hiyo sehemu kuwa faida kwao kupata matokeo kwenye msimu unaokuja. Tuangalie usajili mwingine sasa. Yanga wamefanya usajili wa kijana kabisa, huyu anaitwa Abdul Nasri Mohamed, wengine wanamuita Gamari. Unazungumziaje usajili huu? Ni usajili mzuri, na always mimi nimekuwa nasema hakujawahi kuwa na usajili mbaya duniani. Yaani kokote ambako mchezaji anasajiliwa hapajawahi kuwa na usajili mbaya. Kinachotokea ni atakavyoanza kucheza, yale matarajio ya watu, matamanio ya mchezaji binafsi, mashabiki na wanachama, kile ambacho alikuwa anategemea kuja kukiona ndicho ambacho kinaonekana. Lakini mwisho wa siku imekuwa kuna vitu vinaenda tofauti. Kikubwa ni kusubiri kuona ni nini atakuja kukifanya. Lakini anajua anaenda kwenye sehemu ambayo ina changamoto. Yaani lazima uende kucompete kweli kweli kama unahitaji kucheza, kwa sababu upande wa kulia ndio huo tunazungumza, una Kibwana Shomari, una Kwasi Otola yao, alikuwepo Izra Mwenda ambaye hapa karibuni hakuonekana kwenda kwenye kumaliza msimu, alipata pia majeraha. Kwa hiyo kuna vitu vingi vilikuwa vinaendelea kwenye ile eneo. Yeye anakuja pale kama mchezaji mpya. Akiwa anacheza Zanzibar alikuwa mshambuliaji, amebadilishwa akaenda kucheza kama winga, amekuja kucheza kama fullback. Ndugu yangu Alikamwe anasema ni beki ya kushambulia kuanzia chini, yaani hiyo inashambulia kuanzia chini. Kwa hiyo kuna vitu vingi pia tunahitaji kuviona kutoka kwake, lakini kikubwa ni kuprove kwenye uwanja wa mazoezi, kumuonyesha mwalimu kwamba ukipewa nafasi unaweza kufanya kitu, kwa sababu kama ukiwa unapewa nafasi na uonyeshi wataendelea kucheza wale. Yaani hapa itakuwa ni mabadiliko tu ya Kibwana Shomari, tukua sio Tola yao. Vinginevyo inaweza ikawa ni sehemu yako wewe pia kuonyesha kile ambacho unacho. Kwa hiyo mimi nasubiri kuona ni nini ambacho
Abdul Nasir atakuja nacho kwenye klabu ya Young Africans, kwa sababu pressure ni kubwa iliyoko nje. Watu wanahitaji kuona unafanya kitu kikubwa, watu wanahitaji kuona unaweza compete na mtu kama Kwasi kwa sababu ya alichokifanya, alichokiacha, wewe unaweza kukifanya. Kwa sababu tunaweza tukasema basi mwalimu, hebu mpumzishe Kwasi kwenye mechi za ligi, mpumzishe Kwasi kwenye mechi za FA, Gamal anaweza kuja uwanjani na akatupa kitu, lakini ikitokea unapata hiyo nafasi na ukashindwa kushow up, hata arudi kucheza Kwasi. Kwa sababu ukiangalia kwenye baadhi ya maeneo, pia angalia hata kwenye eneo la goalkeeping, Diarra amekuwa anazima kila kukicha, ni kwa sababu watu wanashindwa kumit zile levels ambazo club inazihitaji. Sio kwamba wana goalkeepers wabaya, lakini tunazungumza Djigui Diarra akiwa kwenye ubora wake 100%, hana majeraha na changamoto yoyote, kumuondoa kwenye milingoti mitatu kidogo ni changamoto. Lakini kwa Gamal pia anatakiwa kujifunza kwa watu waliopo. Ameona struggling ambayo amekuwa nayo Kibwana, kumtoa kwa si Otola yao kwenye lile eneo. Amekuja Isra, amekuja ameshine mbele ya Kibwana. Na ni kwa sababu Kwasi alikuwa amepata majeraha. Angalia Kwasi alivyopona 100% yuko timamu. Imekuwa ni changamoto pia hata kwa Isra muenda kuendelea kucheza. Kibwana imekuwa ni changamoto kucheza. Kwa hiyo kwa Gamal ana kazi ya ziada ya kufanya. Ubora aliokuwa nao kwenye eneo la kushambulia, inawezekana kwenye kuisogeza timu juu akawa ana nafasi nzuri zaidi akilivuka nusu ya kwao kwenda kwenye nusu ya mpinzani. Inawezekana kitu bora zaidi, lakini unaweza kuproduce kitu bora zaidi kuliko Kwasi, unaweza kuproduce kitu bora kuliko Isra, unaweza kuproduce kitu bora kuliko Kibwana. Hiyo ndio itakuwa sehemu yako na garanti yako ya kuendelea kucheza. Kwa hiyo kwangu mimi naamini ni usajili mzuri. Kikubwa ni matokeo yatakayokuja kutokea akiwa ndani ya Young Africans. Haya, tuangalie usajili wa Juma Issa Abushiri. Yeah. Sugar Boy maarufu. Sugar Boy. Yeah, tuambie unaiona nafasi yake katika pale Jangwani? Mimi ukiniuliza nafasi ya kuiona moja kwa moja, hapana. Sioni. Lakini ni talent ambayo iko pale. Kama itakuwa kwenye misingi mizuri na yeye mwenyewe binafsi kujitambua. Unajua kumekuwa kuna hiyo changamoto ya wachezaji wenyewe pia. Yaani sio wachezaji wa kigeni, sio wazawa. Wewe binafsi unahitaji kuwa nani, unahitaji kufanya nini. Akiwa kwenye levels ambazo anaweza kufanya jambo, inaweza ikamsaidia pia kusogea na kuonyesha alichonacho. Sugar Boy ni moja kati ya talanta ambazo tuko nazo kwenye nchi hii. Umeenda kwenye klabu kubwa kama Young Africans, unaweza kwenda kucompete na watu waliopo, unaweza kuonyesha kitu bora na kile ambacho watu wanakionyesha kwenye timu. Hicho ndo kitakuwa sababu ya yeye kuendelea kucheza, kwa sababu Young Africans wamemsajili kwa sababu alikuwa anacheza, au kumsajili kwa sababu yuko nje. Waliambiwa kwamba kuna mchezaji ana talanta yuko sehemu fulani, alikuwa anacheza, wamemsajili, wanahitaji kumuona akiwa anacheza. Dakika atakazokuwa anapewa ni yeye kuonyesha alichonacho. Vinginevyo ikitokea pressure imekutafuna, umeshindwa kuonyesha, ikitokea ile tunasema tumeanza kupata majipu kwenye makwapa kwamba mimi niko Young Africans, tunaniambia nini, ndo nimemaliza mkataba wangu huu hapa na ukota hela nyingi, utaniambia nini kingine? Kwa hiyo inawezekana vitu vya nje ya uwanja vikamfanya akapoteza focus ya uwanjani. Kwa hiyo ni usajili mzuri kwangu mimi alichokifanya na Fountain. Nilikuwa naamini sio mchezaji ambaye anaweza kukaa Fountain hata misimu miwili, na hizo stories ambazo zilikuwa zinazungumzwa kabla yeye kwenda Young Africans, kulikuwa kuna deal ya kuelekea KA agent ya nchini Belgium kwenda kwenye majaribio ya muda mrefu, lakini yeye amechagua kubaki Tanzania, amechagua kubaki Young Africans. Kikubwa ni tuonyeshe sasa sababu ya yeye kubaki hapa, to prove kwamba unaweza kutumikia mpira wa nchi, unaweza kutumikia vilabu vikubwa na pressure yake unaweza ukaiishi. Hapa ndiyo sehemu ambayo watu watakuja kuhukumu kwa nini uliacha kwenda nje na ukubali kubaki hapa, na mwisho wa siku hatuoni chochote ambacho kinaendelea. Kwa hiyo jukumu ni la kwake binafsi. Yani sidhani kama kuna mtu mwingine yote anaweza akafanya kingine kipya au kikubwa zaidi kwenye maisha na karia ya Juma mwenyewe. Unajua hichi kinachotokea ni kama ukiwa mgonjwa, unaweza kupelekwa hospitali na watu, kila kitu kikafanyika, lakini kunywa dawa ni maamuzi yako wewe. Yani sio tena daktari, mimi nimefanya kazi yangu, jukumu lako ni kwenda kumeza dawa ulizopewa. Sasa kama umezi dawa unategemea nini kitokee? Kwa hiyo ni hiki ambacho kitaendelea kwa bwana Sugar Boy. Ni yeye sasa aamue kwamba nimekuja hapa kwa ajili ya kupambana na kuonyesha nilichonacho. Mwisho siku dunia itaongea. Tumalizie kuangalia usajili wa kijana huyu kinda kabisa, anaitwa Juma Mihambo kutoka kule kule Mashujaa. Ni kweli kwamba Yanga wamemsajili kwa ajili ya msimu huu au wanaangalia value yake baadaye? Ni future. Yani ukiangalia usajili wa Young Africans waliofanya kwa upande wa wachezaji, utarudi kwenye kauli yao kwamba tunataka kujenga timu. Utakuwa unawaelewa ni nini wanamaanisha.
lakini wanataka timu ambayo wakati huo wanaweza kucompete pia kwenye ubingwa. Ukiangalia slogan ambayo wako nayo mwakani tena, kama unataka kujenga timu, sidhani kama unaweza kujenga timu kupitia Chuga kwamba unategemea 100% hawa ndio watu wakuja kukupa ubingwa. Tegemei kama unategemea Mihambo ndio kuja kukupa ubingwa. Sitegemei kama unasubiri Gamal ndo aje kukupa ubingwa 100%, itakuwa kidogo tunadanganyana. Hawa ni watu ambao wanawatengenezea mazingira ambayo tunazungumza kwenye miaka miwili, miaka mitatu inayokuja, hizi ni product ambazo tukiziweka kiwanjani zinaenda kutupa 100% ya kile tunachokihitaji kwenye kucompete kwenye level kubwa, kwa sababu wao kwenye mpira wetu wa ndani wanaweza kukuonyesha. Tunazungumza kucheza FA, wanaweza kucheza, kuna baadhi ya mechi za ligi wanaweza kucheza na wakakupa kitu kikubwa, lakini tunazungumza kwenye mashindano ya Afrika. Yani unakutana na Ahali, unakutana na Esperance, unakutana sijui na Pyramids, angalia sajili wanazozifanya, alafu angalia na sajili unazozifanya wewe. Ndio maana nasema kwenye hiki ambacho wanakifanya Young Africans ni kwenye kujenga timu, lakini wakati huo huo wanahitaji kuwa na timu ya kucompete, kwa sababu wanahitaji kutengeneza mazingira mazuri kwenye mashindano ya kimataifa, wanahitaji wa ubingwa kwa mara nyingine tena ambayo wao wanazungumza mwakani tena. Kwa hiyo naamini kuna baadhi ya sajili tutaziona ambazo ni wachezaji ambao ni matured enough, experience ni ya kutosha, iwe kwenye ligi ya ndani au kwenye ligi za watu, wachezaji wa kimataifa. Nategemea kuona watu kwenye eneo ambalo anacheza bwana mdogo Mihambo, ni mshambuliaji. Akiwa Mashujaa amefanikiwa kufunga goli moja tu msimu uliopita, kwamba Young Africans wamesajili mchezaji ambaye wanajua kabisa alikotoka hakuwa na namba kubwa za magoli, hakutisha kwenye level hiyo, lakini age alionayo, experience aliyopata kwenye ligi hii, kuna vitu ambavyo wakija kumuongezea tu, wakimbrush, anaweza kaja kuwa mchezaji mzuri na akawa ni tegemeo kama ambavyo ilikuwa kwa Clement Mzize. Nyakati ambazo Clement anakuja kulikuwa kuna watu kweli kweli, lakini alisubiri na mwisho wa siku leo yuko hapa. Kitu kingine ambacho mimi najaribu kuwaza kwa hivi vilabu, kama unaweza kusajili wachezaji wa miaka 19, timu zote za vijana zinafanya kazi gani? Unatakiwa kuproduce wachezaji ambao mwisho wa siku hizi gharama unazozitumia kwenda kusajili wachezaji huko inaweza kawa wanaziepuka. Leo ukizungumza umemsajili Chuga, umemsajili Mihambo, umemsajili Gamal, ulikuwa unawezekana kutengeneza wachezaji wako binafsi kwa sababu una timu ya vijana. Mwisho wa siku hizi gharama zote za kulipa hizo sign on fees, signing fees, vyote ungekuwa umeviepuka. Mwisho wa siku hizo fedha ungetumia kwenda kufanya vitu vingine kwenye klabu yako, lakini ni kwa sababu ya namna tu mpira wetu ambavyo unakuwa. Mwisho wa siku tunashindwa kutengeneza product za kwetu wenyewe na kuzitumia sisi wenyewe. Hapa nazungumza kwenye level ya taasisi, yani wao kama Yanga ni nini ambacho wanatakiwa kukifanya. Naamini wanaweza wakatengeneza wachezaji wengi kwa sababu facilities ambazo wao wako nazo ni tofauti na vilabu vingine. Kwa kwangu mimi naamini ni sehemu nzuri ya kukuza mpira wetu, kwa sababu wana support talents pia za watu wengine kuja kwenye klabu yao kwa sababu ya ukubwa walionao. Ikitokea mchezaji anapata nafasi ya kuonyesha kitu kwenye mashindano ya kimataifa, endapo anapata nafasi, inawezekana ikaja kuwa ni story nyingine kwamba yes, kuna mchezaji tumemwona Tanzania anacheza klabu ya Yanga, tunamhitaji kama ambavyo ilikuwa kwa Clement Mzize. Vilabu kutoka Afrika Kaskazini wamehitaji huduma ya Mzize, ni kwa sababu Young Africans walimwamini, walimpa nafasi na ameshow up. Kila mtu ameona ambacho alikuwa anakifanya. Kwa hiyo inawezekana hata kwa kina Chuga na wengine wakipata nafasi, wakionyesha, inawezekana dunia ikaona, kwa sababu leo mpira umekuwa ni mchezo ambao unaangaliwa sehemu nyingi duniani. Mimi nasemaga kila siku, mpira wa miguu sio mapenzi kwamba mtakuwa watu wawili tu. Hii ni dunia inaona kupitia kwenye TV, wanaokuja viwanjani, kuna scouts wanakuja kila siku. Kwa hiyo kuna vitu vingi wanaweza kuvifanya. Kwangu mimi ni sajili nzuri. Nasubiri kuona kitakachokuja kutokea kiwanjani kitakuwa ni kitu cha aina gani. Asante sana Evans. Sasa tuangalie mahasimu wao sasa wa Simba Sports Club. Wao wameshusha sajili 3 mpaka sasa hivi. Sajili ya kwanza ni Kevin Nation ambaye alikuwa anakipiga Pamba Jiji pale. Mwingine ni Nathaniel Chilambo kutoka Azam FC na Bakari Msimu wa Coastal Union. Wote hao wamesajiliwa pale Msimbazi. Kevin Nation, unaiona nafasi yake pale Msimbazi au ni zile furuku za miaka yote? Nafasi ipo kwa sababu unajua anacheza kwenye eneo ambalo halina pia watu wengi. Ni yeye pamoja na Yusuf Kagoma ndo watu wanaocheza kwenye hilo eneo. Naamini ukimwondoa Yusuf Kagoma, sidhani kama kuna kiungo mwingine kwenye klabu ya Simba anaweza kucheza kwenye eneo la kuzuia kwa uimara mkubwa. Naamini kwa Kelvin Nation inaweza ikawa ni mbadala sahihi, inaweza ikawa ni backup sahihi, na pia unaweza kuwatumia wote wawili kwenye eneo la chini, yani
tunazungumza kwenye ile double pivot ya watu wawili, kamtumia Kagoma pamoja na Kelvin Nation, kwa sababu kitu ambacho Nation anacho kwenye ubora mkubwa kuliko Yusuf Kagoma, tunazungumza kwenye eneo la passing. Haimaanishi kwamba Kagoma hawezi kupasia, yani watu wasinielewe vibaya, ana uwezo wa kupasia, lakini kwenye kupasia kwenu levels ndo zinazotofautisha nyie, unapasia kwenye wakati gani, unapasia kwenye mazingira gani. Tumewahi kuona Kagoma akiwa na changamoto za kureceive tu hata mpira kwenye pressure, imekuwa ni tatizo, lakini Kelvin Nation anaweza kureceive mpira kwenye pressure na bado akakupa kitu kizuri, anaweza kucheza kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo kwangu mimi naamini ni sajili sahihi nyakati ambazo tunahitaji Kagoma pumzike, tuna fresh legs ziko nje, inaweza kuingia na ikatupa kitu bora vile vile. Kelvin Nation kwenye ligi ya ndani anautwanga vizuri tu, kwa sababu ni national team material, anacheza timu ya taifa. Kwa hiyo inawezekana asipate dakika za kutosha kama ambavyo imekuwa akiwa anazipata akiwa Pamba Jiji, lakini naamini ni moja kati ya mtu ambaye anaweza kufanya kitu kikubwa kwenye klabu ya Simba kama ataaminiwa na kupata dakika, na kama ni mapendekezo pia ya mwalimu Steve Barker, inaweza ikawa ni kitu kizuri zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi ni usajili mzuri wa Kelvin Nation. Tumwangalie na Nathaniel Chilambo sasa. Je, ni kweli kwamba Simba wamedhamiria kutafuta mbadala wa Kapombe na Nathaniel anatosha? Ni mchezaji mzuri. Unajua kitu ambacho kinakuja kutokea hapa ni zikianza kufanyika comparison kwamba Nathaniel Chilambo anaweza kuwa Kapombe, anaweza kufika levels za Kapombe. Kikubwa ni kucheza game yake, watu wataamua unaweza kufit kwenye hilo eneo ama la, kwa sababu ni eneo ambalo pia Duchu yupo upande wa kulia. Kwa hiyo anaenda kucompete na watu wawili, unatakiwa umuondoe Duchu ambaye ndo alikuwa backup ya Kapombe, unatakiwa kumuondoa Kapombe kwenye hilo eneo. Inawezekana akasajiliwa mtu mwingine tofauti na Nathaniel Chilambo. Inawezekana ni mchezaji wa nje, kwa sababu tunasema SI unit ya fullback wa kulia kwenye ligi hii ni Kapombe. Yaani wewe tafuta beki yako yoyote wa upande wa kulia, kipimo chake kwenye miaka 10 mpaka 12 kwenye ligi hii ni Kapombe. Kwa hiyo inawezekana unatafuta mtu ambaye anaweza kana quality kubwa kuliko Kapombe, au mtu ambaye anaikaribia hiyo quality. Kwa Chilambo inawezekana Azam alikuwa na hizo nje ndani yeye na club na vitu vingine kama hivyo, majeraha pia, lakini talanta anayo, ataaminiwa, atapata game time ya kutosha, ataonyesha ubora ambao alikuwa nao kipindi yuko Ruvu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mchezaji binafsi anatakiwa kuvijua. Anaweza kuhimili pressure iliyoko Simba. Ni vitu ambavyo yeye mwenyewe akijiuliza binafsi, akiona yes na fit in naweza kufanya, aende aonyeshe kiwanjani. Ni sajili nzuri, nasubiri kuona ni nini ambacho yeye ataenda kukifanya kwenye klabu ya Simba. Kama anaweza kufit in na kutusahaulisha kwamba upande wa kulia ulikuwa na Shomari Kapombe, kazi ni kwake, lakini acheze game yake, asiende kucompete kwamba nataka kuwa kama Kapombe. Cheza game yako, cheza kwenye standard yako, cheza kwenye level yako. Watu ndo wataona unachokifanya kwamba yes, umefika kwenye level ambayo tunaweza kukuweka meza moja na Shomari na tukaa tunazungumza, au tukikuweka wewe na Shomari ni mbingu na ardhi. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe binafsi tu aamue. Tumwangalie Bakari Msimu sasa kutoka Coastal Union. Amekuwa na msimu bora sana uliomalizika huu. Je, pale Simba sasa timu zenye pressure kubwa sana. Yeah. Unadhani atakuwa na msimu bora kama ulivyo mwaka jana? Inategemea, kwa sababu unajua anatoka Coastal, ni moja kati ya wachezaji ambao tunasema ni regular starter kwenye kile kikosi. Unaenda Simba kwenye eneo wanalocheza kuna watu na wameperform kwa kiwango kikubwa kwenye msimu uliopita. Bado wako sehemu ya timu, kwa sababu hatujaona taarifa za wao kuachwa. Kama wako kwenye sehemu ya timu, it means unaenda kucompete pia, yani unaenda kupambana kuitafuta hiyo nafasi, unaenda kumshawishi coach Beka kwamba anaweza kuingia kwenye timu yako na anaweza kukupa kitu kizuri. Swala linakuja ni huo wakati utapatikana. Inawezekana performance yako ya Coast isiyo inatosha kutuonyesha kwamba unaweza kucheza Simba, lakini unaweza ukawa mchezaji mzuri. Unajua wachezaji wengi wanaocheza kwenye hizi timu za madaraja ya kati ni kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba kucheza timu kubwa kuna vitu vingi unatakiwa ufanye, kuna pressure za hapa na pale unatakiwa uziishi, na mwisho wa siku unatakiwa kufocus kwenye mechi yako. Mimi nataka kuamini kwamba msimu akipatiwa nafasi anaweza kuwa na mazingira mazuri kwenye klabu ya Simba, kwa sababu kila mchezaji anahitaji nafasi, anahitaji muda, kuna kujifunza mazingira ya sehemu ambayo umeenda. Tunazungumza sehemu kubwa ya maisha ya Coast ni Tanga.
utofauti wa Dar es Salaam na Tanga upo kwenye vyakula na vitu vingi sana. Klabu uliokuwa unaichezea, utamaduni wa klabu yako haufanani na utamaduni wa klabu ya Simba. Wachezaji waliokuwa nao Coast sio wachezaji walioko Simba. Kila mchezaji ana tabia zake. Kwa hiyo kuna hizo adaptations za vitu tofauti tofauti. Mazingira, wachezaji, namna wanavyoishi, mwalimu anayefundisha, vitu gani anataka, vitu gani anataka. Zote hizo ukizipitia hizo adaptations zote ukimaliza, unaanza sasa kuijua klabu inahitaji nini na wewe unatakiwa kutoa nini ili mwisho wa siku meet same moja. Kwa hiyo kwa Bakari Musimu naamini inawezekana ikawa ni chaguo sahihi kwenda Simba, lakini kitakachoweka usahihi mkubwa zaidi ni performance yako kiwanjani na sio kitu kingine. Kwa hiyo mimi nasubiri kuona wakianza kucheza. Hivi vitu vya nje unaona kabisa kuna vitu vingi ni positive, lakini ukianza kucheza ndo hapa tutaanza kuona changamoto. Huenda ni pressure imekutafuna, huenda ni wewe mwenyewe kutokujiamini, huenda tu ni kiwango chako pia kimedrop, kwa sababu hivyo vitu vinatokea kwenye football. Haya ni maisha ya kila siku, kwenye maisha ya kawaida tu. Leo watu unapata kingi, kesho unapata kidogo, kesho kuto upati kabisa. Ni vitu ambavyo vinatokea kwenye maisha ya kawaida ya kila siku. Kwa hiyo hata kwa Musimu pia nasubiri kuona ni nini kitakuja kufanyika kwenye karia yake yeye akiwa Simba. Anaweza kutuonyesha ama la. Kwa hiyo kikubwa ni kusubiri tuone ukianza kucheza. Tumalize sasa kwa kuangalia Evans, ukiangalia sajili ambazo zimefanywa na hizi timu mbili Simba na Yanga, ni sajili za vijana ambao ni tegemeo kabisa katika taifa hili, kwa maana ya kwamba ni vijana ambao pengine taifa linawategemea kuja kutengeneza kikosi kikubwa zaidi. Na tukiangalia rekodi za nyuma, Simba na Yanga zimewahi kusajili wachezaji kama hawa kutoka ndani ya nchi lakini wameondoka wakiwa viwango umesha kwa namna moja ama nyingine wameshuka viwango, akiwemo nitamtaja Lada Kichasambi ambaye alikuja pale Msimbazi akiwa na kiwango kizuri kweli kweli, lakini pia tunao wachezaji wengine. Clement Mzize licha ya kupewa ofa ya kwenda nje ya nchi bado alichagua Yanga, ambayo bado pia tunasema majeraha maybe, lakini kiwango chake inaonekana kama huenda kisiwe tena kama ambavyo alitarajiwa. Wewe unaweza ukalizungumzaje hili, kwa sababu inaonekana kama ni hizi timu mbili ni sehemu ya ni mwisho wa viwango vya wachezaji ambao ni wanajitafuta? Inawezekana ni vitu ambavyo vipo, lakini wapo ambao wamewahi kutoboa kwenye mazingira hayo. Hapa swala linakuwa ni labaki kwa mchezaji mwenyewe, na wakati mwingine ni utamaduni tu wa watu. Na kitu kingine kibaya zaidi, ukipima kwenye hasara, wanaofeli ni wengi kuliko wanaofaulu. Kwa hiyo mwisho wa siku tutaondoka na kwamba ni watu wanafeli. Yaani wanaofeli ni wengi kuliko wanaofaulu. Kwa hiyo tutaondoka na watu ambao wanafeli ni wengi kwa sababu ya kile ambacho kinatokea. Ukiangalia idadi kubwa ya watu ambao wanatoka hivi vilabu vingine vidogo, wakija pale mwisho wa siku wanashindwa kufikia malengo ambayo klabu inahitaji, na mwisho wa siku wakiondoka kwenye hivyo vilabu wanashindwa kuperform. Kwa hiyo hiki ambacho kinaendelea kwa wachezaji wengi wazawa kuonekana wanashindwa kutoboa ni kwa sababu ya mazingira ambayo pia wanakutana nayo. Kuna nyakati unajua hivi vilabu vimekutana na hizi kashfa za walimu wanapangiwa pia timu. Inawezekana mwalimu anapenda kumuona mchezaji fulani anafanya vizuri, lakini viongozi wanaona mbona kama ndo mtu ambaye anatufelisha, anatuchelewesha sisi kufikia kwenye kile ambacho sisi tunakihitaji. Mwisho siku tutaendelea kukaa nje. Na wakati mwingine kuna vitu wanakutana navyo, ni ile hali ya kuna mtu anacheza. Yaani kwa nini tukuamini wewe? Una kitu gani kipi ambacho unaweza kutuonyesha? Ndio ile umepewa mechi moja umefanya makosa, ndio mchongo wako na wenyewe unakuwa umeishia hapo. Watu hapana, alikosea, inabidi aendelee kukaa nje. Hatuwezi kukaa sisi tunasubiri. Unajua hivi ni vilabu ambavyo mimi nasemaga kuwa na project mara nyingi kwangu mimi siamini kwenye hilo, kwa sababu ukijaribu kuangalia vitu vingi havifiki mwisho. Yaani kitu kinaanza kinaishia njiani, tumeondoka. Young Africans walikuwa na ile wanaita Green Project ile ambayo imekuja na wakina Dick Job na watu wengine, lakini ukiangalia idadi ya wachezaji waliowakusanya na waliofanikiwa kuwapata kwenye huo mradi wao, wachezaji ni wengi kuliko waliopatikana. It means kwamba inawezekana wenye ubora walikuwa ni wachache kwenye hiyo project yao. Wengi walikuwa ni wachezaji wa kawaida, wanashindwa ku meet hizo levels ambazo wao wanazitafuta kwa wakati huo. Lakini muda mwingine ni hiyo hali tu ya wachezaji wenyewe wanakutana na changamoto za hapa na pale. Changamoto ya kwanza ni hiyo mwalimu tu kutokuwa na imani na wewe, kwa sababu ya task ambazo yeye amepewa na club. Tunahitaji ubingwa. Kwa mchezaji kama huyu tukiangalia performance yake naona hawezi kutupa ubingwa.
Tumewahi kuona wakina Clement Mzize the way ambavyo walikuwa wanatukanwa na mashabiki, ni kwa sababu mashabiki ambacho wao wanakihitaji ni matokeo. Sasa ukianza kuwa ni mtu ambaye unakosa leo, umekosa kesho, umekosa, makosa ni wewe, tunafungwa, wewe labda unacheza ni mlinzi, timu inafungwa kwa sababu yako, kwa sababu ya makosa yako binafsi, watu wanaona huyu hatuwezi kumvumilia. Kwa nini tumvumilie mchezaji wa hivi? Mwisho wa siku wanaamua kuachana na wewe, unaendelea kukaa nje. Na hii unajua ni kwa sababu ya mentality ambayo watu wengi wamekuwa nayo. Wao wanaamini kwamba hizi timu kubwa hazina muda wa kuvumiliana, lakini kwenye uhalisia ni kweli wanaruhusu hao watu kujifunza kupitia makosa. Kwa sababu unajua kama hakosei hawezi kujua kwamba hapa anakosea. Tunaenda kutrain wote, tuko mazoezini, alafu kwenye mechi achezi. Huyu mchezaji hakuna kitu anajifunza, kwa sababu makosa ya kujifunza ni kwenye mechi, sio mazoezini. Mazoezini tunacheza sisi tunaojuana tu, kwamba mimi nakukaba wewe ni fulani, najua siwezi kukuchezea labda kukufika kwa nguvu, siwezi kufanya baadhi ya vitu kwa sababu wewe ni mchezaji ninakujua. Lakini tukienda mazoezini, mwisho wa siku vitu vinakuwa kidogo ni vigumu. Mimi nataka kuamini kwamba wanatakiwa kuwapa tu nafasi hawa wacheze, waonyeshe walichonacho. Kama kweli tuna nia ya kutengeneza timu ya taifa ambayo ina ushindani kweli kweli, inabidi hao watapata nafasi ya kucheza. Ikitokea wachezaji wanapata nafasi za kwenda nje mipaka ya nchi, waende wakapata exposure, warudi hapa, wana vitu vingi ambavyo wanaweza wakadi national team tukapata matokeo chanya. Lakini mwisho wa siku ndo mpira tuliochagua sisi ndo huu, inabidi tuendelee kukaumu. Kwa hiyo mwisho wa siku hao wachezaji ambao wanapata nafasi ya kwenda Simba na Yanga, na mentality yao inabadilika, ni wengi wanaanza kuwaza naenda kulipwa, nitapata hela nyingi, nitasafiri. Wakati najua nikiwa na Mungu, mimi hata kwenda Kenya tu ni mtihani, yani timu haiwezi kwenda Kenya. Lakini ukiwa unacheza Simba na Yanga, una uhakika timu itasafiri kwenye mashindano ya kimataifa, una uhakika wa mshahara mzuri, kuna bonuses zinazotolewa. Kama msimu uliopita tu watu wamedaiwa zaidi ya milioni 700. Kwa hiyo ukijaribu kuwaza kuna milioni 700 ambayo imetolewa tu kama bonus, mimi niko sehemu ya timu, sichezi lakini napata hiyo bonus, sichezi, mshahara ni milioni 5. Kitu gani kibaya? Kwa kuna mkataba wangu miaka 3, lakini wanachosahau thamani yako ni kucheza. Hao watu walikuona kwa sababu unacheza. Wana timu za vijana, kwa nini hawakuchukua vijana wao kuwaweka hapo? Wameona thamani kwako kwa sababu unacheza. Kwa hiyo inabidi uangalie mazingira ya wewe kucheza. Kama unaona uchezi, jaribu kulazimisha mazingira kwenda kucheza hata kwa mkopo. Mwisho siku unajua tukiwa tunakaa tunaita national team, hatuwezi kuita mchezaji ambaye achezi. Hapa ndo wale tunaanza kuitia watu historia kwamba alikuaga. Sasa mambo ya alikuaga sasa hivi hayapo. Tuonyeshe ni nini unafanya, mwisho siku tukiweka kwenye timu ya taifa. Kwa kwangu mimi naamini ni wao wenyewe wachezaji kuonyesha kwamba wanaweza kupambana na kupata hiyo nafasi. Hivi vilabu pia vitoe nafasi kwa wachezaji kwamba yes tunataka ubingwa, lakini nje ubingwa kuna karia za watu pia wanaweza kuja kuwa msaada kwenye timu yetu sisi, kwenye wao kucheza, kutusaidia kushinda makombe, wao kutusaidia sisi kutengeneza fedha baada ya wao kuperform vizuri na kuwauza, wao kusaidia timu ya taifa. Kwa hiyo kuna vitu vingi vikifanyika, inawezekana ni faida kubwa kwa mpira wa nchini. Wao tu kuamua, mwisho wa siku viongozi, wachezaji na watu wote wanaohusika na mpira ni wao sasa kuona namna gani wanaweza kusaidia hichi kitu na mwisho wa siku kuleta matokeo. Tupo mwaka wa mbele, imewashika.